Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam tarehe 8 mwezi huu Machi mwaka 2025 lilimkamata na baadaye alipojaribu kutoroka chini ya ulinzi na maofisa wa polisi kuchukua tahadhari zote za kumfanya asitoroke kwa kupiga risasi hewani, lakini mtuhumiwa huyu akakaidi. Alijeruhiwa kwa risasi kwenye paja na kwenye nyonga na baadaye kupelekwa kwenye hospitali kwa matibabu, huku hali yake ikiwa ni mbaya. Mtuhumiwa huyu aliyekamatwa kwa tuhuma za kumteka mtoto alifahamika kwa jina la Stanley Dismas Ulaya. Baadaye ilikuja kubainika ni mkazi wa kata ya Nguruka, wilaya ya Uvinza, ambayo ipo mkoani Kigoma. Mtuhumiwa huyu kabla ya kujeruhiwa akijaribu kutoroka chini ya ulinzi, anatuhumiwa kufanya tukio tarehe 6 mwezi Machi mwaka huu wa 2025, tukio la kumteka mtoto mdogo wa kiume mwenye umri wa miaka 7 ambaye anasoma katika shule ya msingi Mbezi iliyo katika wilaya ya Ubungo jijini Dar es Salaam. Mtoto huyu aliyetekwa alishushwa kutoka kwenye daladala na baba yake kwenye kituo ambacho kiko karibu na shule ya msingi anayosoma, na hakurudi nyumbani mpaka saa 1 za jioni, wazazi walipoanza kumtafuta na baadaye kufanya mawasiliano na mwalimu wa shule ya msingi hiyo, ambaye aliwapatia namba ambayo ilikuwa kwenye daftari, ambapo mtuhumiwa huyu alikuwa akiipiga akitaka namba ya wazazi, na baadaye kupata namba za wazazi na kuanza kutaka pesa kwa vitisho kutoka kwa wazazi, pesa nyingi, kwamba wasipotoa mtoto yule watamdhuru, ikiwa ni pamoja na kumpotezea maisha yake. Jeshi la polisi kwa kutumia wataalamu wake na kuhusisha kamisheni ya kisayansi na intelijensia walifanikiwa kufuatilia, na tarehe 8 mwezi huu wa Machi mwaka 2025 mtuhumiwa huyu alikamatwa maeneo ya Bagamoyo akiwa na yule mtoto, na akaletwa mpaka kituo cha polisi cha Oysterbay, wakati taratibu zingine za kisheria zikiwa zinafanyika za kutaka kumweka mahabusu, alikurupuka na kukimbia kutaka kutoroka chini ya ulinzi, ambapo jitihada za ziada za polisi zilifanyika za kupiga risasi juu kumtahadharisha, lakini akakaidi na baadaye akapigwa risasi mguuni na kwenye paja na akakamatwa tena, lakini hali yake ni mbaya. Alipelekwa hospitali kwa matibabu. Hali ya mtoto aliyetekwa imeonekana kuwa njema, na taratibu zingine za kumchunguza zinaendelea kuhusiana na afya yake. Jeshi la polisi
kanda maalum ya Dar es Salaam linaendelea kulani vitendo vyote vya kihalifu vikiwemo vinavyohusisha masuala ya utekaji, lakini pia kuiba watoto na makosa mengine, na kwamba jeshi halitakuwa na huruma. Narudia, jeshi halitakuwa na huruma na watuhumiwa wa namna hii, litaendelea kuwashughulikia vikali, lakini kwa kuzingatia mifumo ya kisheria.